kazi ambazo Watanzania wanaweza kufanya ziachwe zifanywe na Watanzania. Tumekuwa too lenient, tumelegeza mno masharti kwamba hata shughuli ambazo zinaweza zikafanywa na Watanzania tunaruhusu wageni wafanye. Ukifanya kinyume chake, kazi za aina hiyo hiyo ukiwapeleka Watanzania kwenye nchi hizo hizo ambazo sisi tumepokea wananchi wao, Mtanzania hawezi kupata kazi. Sasa haya tusioneane aibu. Kama tumefungua sana mlango, wataalamu mbainishe maeneo hayo. Kama tumelegeza sana sheria, mbainishe maeneo hayo, tufunge. Lakini kama nchi na kama serikali lazima tujenge uwezo wa ndani na kuwajengea Watanzania uwezo wa kuweza kufanya kazi za aina hiyo. Ukienda kwenye kazi za ndani, tulitunga sheria, na sisi si wa kwanza kutunga sheria za aina hiyo. Kila nchi huwa ina utaratibu wa kulinda ajira za watu wake, kuwalinda watu wake. Kwa hiyo na sisi tumetunga sheria inahusiana na ajira rasmi. Maeneo mengine tumeweka kwenye masuala ya vibali, namna ya vibali vinavyotoka, na inaenda mpaka kwenye ajira zisizo rasmi, zile ambazo ziko kwenye watu ambao wanapambana kuzirasimisha, na zingine za sekta binafsi. Tulitunga sheria hiyo. Lakini kumekuwepo na wimbi kubwa la wageni, na inawezekana wale aidha wenye viwanda, wawekezaji wakatupiga pressure ya kutupeleka kwenye kona wanayotaka watumie watu wao